Mimi ndio mhusika mkubwa wa kampuni ya Kenauza Palm Oil Investment. Nyinyi mnajihusisha na nini? Mimi najihusisha na zao la mchikichi, lakini nimedili sana katika swala la ubunifu wa mkaa mbadala. Faida yake nini au inatofautiana vipi na ule mkaa wa kawaida? Mkaa wa kawaida ni mkaa ambao watu wanakwenda kukata miti wanaharibu mazingira. Lakini mkaa huu mkaa mbadala ni watu tunachukua takataka ambazo zimebaki katika kiwanda au katika jamii na kufanya carbonization na kutengeneza mkaa. Na mkaa huu nafikiri kwa macho tunaweza kuonyesha kwamba unakaa masaa 12 bila kuzima, ndio sifa yake kubwa. Kwa hiyo faida yake mojawapo ni kwamba unaacha mazingira yakiwa salama na kupunguza ukataji wa miti. Sahihi. Tunafahamu ule mkaa wa kawaida una athari mojawapo, unazalisha carbon monoxide ambayo ni ina athari kubwa sana hususa watu wakivuta. Sahihi. Je, huu mkaa wako wewe haizalishi hiyo gesi? Nafikiri mimi uzuri kitu kimoja nimekifanya mimi hapa wakati mnakuja, nimefanya maandalizi kabisa ili sisi nikaudanganya umma au wananchi kwamba nimezungumza uongo. Jiko langu liko hapa na linaonekana kwa macho, moshi hakuna, bila shida aina yoyote. Kwa hiyo kupitia hii mkaa mbadala unawaambia nini sasa wana jamii ambayo inakuzunguka hususa kwenye upande wa kulinda mazingira? Wananchi hapa tumeshawafundisha na kuwasomesha sana, na idadi kubwa wanafahamu kabisa na kuja kununua mkaa hapa. Wengi wameachana biashara ya kukata miti labda sehemu za jirani, kwa sababu hivi mmekuja hapa mnatangaza kwenye media nyingi, kwenye redio, kwenye televisheni. Kwa hiyo itasaidia watu kuacha kukata miti na kuja kununua mkaa. Kwenye mazingira sasa, ufanyaji kazi wako, usalama wewe wa kiafya, tukizungumzia hapa navyoona mazingira yalivyo mchakavu kama unasema unakusanya uchafu ambao inaweza kuwa ni chanzo mojawapo cha kupata magonjwa. Je, katika uandaaji kuna vitu gani ambavyo mnavitumia kujilinda nyinyi kiafya? Sisi vitu tunajilinda ni kwa sababu gani? Vifaa viko ndani. Leo hatufanyi kazi nimekutoka kwenye hali hii, lakini kwa wakati wa kazi watu tuvae. Unaombi gani sasa upande huo wa usalama wa kiafya? Je, kwa kuiomba jamii au serikali au wadau ambao wanaweza kukuwezesha, vitu gani hususan unaomba kwenye upande huo wa kusaidia kwa ajili ya kujikinga kiafya? Sisi kikubwa tu hapa, kwa sababu vitu vingi tunavifahamu na tunavielewa, kikubwa tu ni mtaji. Ukishapata mtaji, vitu vyote vya kiafya vinahitaji elimu na vinanunuliwa dukani tu. Kikubwa ni mtaji tu. Unawaambia nini sasa jamii yako hii ya Simbo hapa? Jamii ya Simbo nimeshawaambia sana, nimeshawafundisha sana na wengi ni waelewa, walishajifunza hapa sana, na unaziona ubao hapa, kuna darasa liko hapa, tunakuja tunajifundisha na wanaelewa tu, shafundisha watu wengi. Asante sana mzee wangu.